Waarabu wanaita hilal, wanaita qamar, mwezi. Allah tabaraka wa taala katika makadirio yake unavyoandama unakuwa mdogo sana, lakini kadiri masiku yanavyosogea mwezi unazidi kupata nini? Kupata afya, unakuwa, lakini inakwenda ikifika mwezi 28 unaanza kudhoofika tena, manake pale mwezi unakuwa umeshafanyaje? Umeshazeeka. Ikifika mwezi 30 unapotea, ina maana unajiandaa kuja mwezi wa ngapi? Mwezi wengine. Kule kupotea kile ndo kifo cha mwezi. Kadhalika na mwanadamu anapozaliwa anaanza katika maumbile ya mtoto mdogo, si ndio? Kadiri masiku yanavyokwenda anakuwa kijana, anafika umri wa kujitegemea. Akifika katika uzee, maana yake huyu sasa anakwenda katika nini? Katika kupotea. Baadaye akifa tunasema amepotea kama ulivyopotea ule mwezi. Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala katika kumuumba mwanadamu alikuwa na malengo, na malengo hayo wanadamu wote, mimi na wewe ambaye unanisikiliza, inatakiwa uyajue, ili mradi baada ya kutoka hapa ukayafanyie kazi hayo malengo ambayo Allah tabaraka wa taala amemwekea mwanadamu. Katika suratul Mulk Allah tabaraka wa taala aya ya kwanza anasema, tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ametakasika na kutukuka Mola ambaye kwake yeye kuna milki ya kila kitu. Huyo Allah juu ya kila kitu ni muweza, Mola ambaye ameumba umauti na uhai kwa lengo kwamba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, awajue yupi katika nyinyi atakuwa na amali iliyokuwa mzuri. Kule kuiweka tafdhili ya jumla alafu mbele akachegemeza na tamyiz, inaonesha mwanadamu anatakiwa amali zake zote katika dunia ziwe mzuri. Allah tabaraka wa taala kitu cha kwanza kukiangalia kwa mwanadamu ni moyo, kwa sababu moyo ndio unakwenda kutengeneza mwili wote wa mwanadamu. Lakini moyo ili utengeneze kitu kizuri katika mwili wako inatakiwa uongozwe na akili, akili ambayo inahitajia vazi la vitu viwili, elimu na imani. Elimu itakufanya umjue Mungu kisawasawa, imani itakufanya uamini kwa yale matendo ya Allah tabaraka wa taala unayoyafanya. Allah tabaraka wa taala atakulipa kheri, ndugu zangu katika imani. Lilasafi shadid, masikitiko makubwa, umma huu unaouona wote unaouona, inawezekana sasa hapa ukaja mwili wa marhum, tukasema jamani, sasa tunahitaji tuswalie wote, ukakuta kuna wengine wamesimama kule hawataki kumswalia. Tuko pamoja kwa dharura gani? Tuseme inna lillahi. Huu ni musiba ndugu zangu katika imani. Niwakumbushe katika maumbile mwanadamu alivyoumbwa na Allah tabaraka wa taala. Allah akaweka haki za binadamu na akaweka haki za mwenyewe Allah tabaraka wa taala. Watu wengi wanachunga sana haki za Allah tabaraka wa taala, haki za wanadamu hawazichungi, ilhali kisheria haki ya mwanadamu inatakiwa iogopwe zaidi kuliko haki ya Allah tabaraka wa taala. Narudia tena, kuna haki ya aina ngapi? Aina mbili. Kuna hukukullah, kuna haki za Allah tabaraka wa taala, na kuna hukuku bani adam, kuna haki za wanadamu. Tunaileta kaida inasema haqullahi mabniyun ala almusamaha wa haqu bani adam mabniyun ala almushahana. Haki ya Allah tabaraka wa taala imejengewa msamaha na haki ya binadamu imejengewa ugomvi. Sasa katika haki yako tunaliingiza hili la kuswalia. Ikitokea mtu akawa amemkwaza binadamu mwenzake, ima kwa kumzinia mke wake, ima kwa kumdhulumu, ima kwa kufanya kitu chochote ambacho kipo kwa binadamu mwenzake,
tambua kwamba Allah tabaraka wa taala hawezi akakusamehe mpaka umfuate yule binadamu ukamwambie, mpaka ukamfuate ukamwombe radhi kwamba mimi nimekukosea, nilikuzinia mke wako, naomba unisamehe. Lakini haki ya Allah tabaraka wa taala, haki ya Mwenyezi Mungu, utajiwana wewe na mwenyewe Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuchunge sana haki za nani? Za binadamu. Ndugu zangu katika imani, wewe ambaye umemkwaza mwenzako, kuanzia leo nenda kamwombe radhi. Nimeambiwa hapa mwili hauko sawa, kwa hiyo tufupilize tuje kuswalia. Ndugu zangu katika imani, hili la kuswalia lina haki za binadamu pia vile vile. Marhum alikuwa anaishi hapa alikuwa anafanya miamala, muamalat, alikopesha, alikopwa. Kama kuna mtu yoyote yule ambaye anamdai, basi alete maombi yake na malalamiko yake kwa ndugu zake marhum, ili mradi sisi tupate kumswalia. Katika kitu ambacho kinahimizwa sana ni kukumbusha nini? Ad-duyun, madeni. Bila hivyo atakuwa ni mtoto wako mwenye kupigwa tai katika kaburi lake. Kama kuna mtu yote anamdai, kabla hajaswalia auone uhusika, ili mradi umlipe. Na kama kuna mtu anadaiwa na marhum pia vile vile apeleke vile alivyokuwa anadaiwa. Billahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.